Sasa tumemaliza katika upande wa masuala ya hadath. Tunde kwenye najis. Najisi tunaondosha sehemu kuu tatu katika sehemu za kisheria. Kwanza tunaondosha najisi katika nguo. Umemchukua mtoto umempakata mara kakukojolea, ipo katika nguo hiyo maana yake mathalan. Sasa je, mtoto huyu kuna mawili, kashaanza kula au hajaanza kula? Hukumu zinatofautiana. Ikiwa kashaanza kula na ni mtoto wa kike tunafua. Katika hadithi imekuja mtoto wa kike watakiwa ufue. Na mtoto wa kiume ambaye kaanza kula yeye atufui, tunalashia maji, tunachukuchua wala hatufui. Si umeeleka vizuri hapo Tunalashia nini mtoto wa kiume? Maji. Na ikiwa bado hajaanza kula ndo kabisa najisi yake inakuwa hafifu sana. Inakuwa ya kulashia tu. Ikiwa bado hajaanza mtoto hajaanza kula, najisi yake inakuwa hafifu jiddan. Sio tena kuchukua nguo siku zifua. Bwana hapa kanikojolea mtoto katoka kunyonya siku 2-3 katoka kuzaliwa, tunasema huyu bado najisi yake ni ya kulashia maji ile sehemu. Lakini kama mtoto wa kike shaanza kula, tumesema unafanyaje? Unafanya ghuslu hiyo sehemu. Kwa hiyo najisi kwanza kuiondosha katika nguo. Sehemu ya pili katika mwili. Maana umemweka hapa imeondokea katika mwili, pia itakuwa iondoshwe. Na kuondosha katika mwili pia ina sampuli 3. Kuna kuondosha kwa kufanyaje? Kwa kuosha, kuondosha kwa kukwangua, najisi zingine zitakuwa zikwanguliwe. Lakini pia kuna najisi nyingine zinatakiwa zifanyaje? Zilashiwe maji. Sasa hizo zote 3 muhimu. Na tutakuja kuona aina hizo za najisi. Sasa sehemu nyingine ni sehemu ya kuswalia. Si umeeleka vizuri hapa. Kwa tunaondosha najisi kwanza katika nguo. Mfano nguo yako hapa imeingia mkojo, yatakiwa ifanyaje? Naam, mimi nimeeleweka katika nguo kama nitolea mfano sasa hivi katika mtoto, kushika mtoto, nimetolea mfano ambao uko hai. Mfano ambao uko hai. Lakini pia katika mwili hapa au umetoka na damu nyingi puani, hiyo pia ni najisi, hiyo damu nyingi kutoka, au umejikata na jembe shamba, damu nyingi kachilizika, ile damu pia ni najisi. Kulikuwa ni damu chache ambayo umejikata na kiwembe hivi kidogo au kuna kata kucha, ile sio, sababu ni chache mno. Damu ikishakuwa nyingi inatiririka, hiyo ni najisi. Nimeleka vizuri hapo Ndio. Utafuta damu pia upo. Sio kila aina ya damu inakuwa najisi. Haya, pia matapishi. Ukitapika matapishi pia ni najisi. Nimeleka vizuri. Kudondoka katika nguo takiwa usafishe. Sababu matapishi ni najisi. Mimi na imani nimeeleweka vizuri katika